Zimetamatika kwa sare tasa ya bao bila kwa bila, mchezo wa dabi kati ya Young Africans dhidi ya Azam FC. Zidane Sereri, kwanza nikupongeze. Hongera kwa kiwango kizuri ambacho umekionyesha leo. Nashukuru sana. Bwana, mimi nilikuwa nataka kufahamu pengine kocha Florai Benge kabla ya mchezo aliwaambia nini haswa kuelekea katika mchezo huu hii leo? Kikubwa kocha alitusisitiza sana tukaenjoy. Mwalimu apende sana kumwambia mchezaji kumtia pressure, apende sana pressure kwenye mchezo. Kwa hiyo anaamini kwamba mechi kubwa ni kwa ajili ya wachezaji wakubwa. Kwa hiyo akaamini kwamba tuende wachezaji wakaenjoy, ndio kama mlivyoona dakika 90 tumeenda wachezaji wamecheza bila pressure, tumiliki kwa asilimia kubwa. Matokeo mwenyewe Mwenyezi Mungu ndo anaamua. Mchezo ulikuwa mzuri kwa upande wako. Nikianza kwa mchezo uliopita dhidi ya Dodoma Jiji, goli 2 ulifunga, lakini pia ulionekana kama kuomba radhi hivi kwa waajiri wako wa zamani. Then pia ukarudi leo pia ukaonesha kiwango bora sana. Kadri siku zinavyozidi kwenda performance inakuwa ya hali ya juu kweli kwa upande wako. Nini haswa siri ambako unapokuwa huko kambini? Kikubwa ni kuaminiwa. Mwalimu anakuamini na wewe endelee kujiamini. Kwa hiyo namshukuru mwalimu, ameendelea kuniamini siku zote, na kila ambacho mwalimu anakupa imani basi naye ni kujiamini tu. Kwa namshukuru kwa hichi ninachokipata. Alhamdulillah, tuzidi kupigania kwa nafasi yetu, kuipambania timu yetu ili kufika malengo. Leo umetoa sare dhidi ya Azam FC. Pengine kuna motisha yoyote namna yoyote ile ambayo mliahidi hiyo kuelekea kwenye mchezo huu? Hapana, sisi ni Azam, ni timu kubwa, kwa hiyo tuliingia tukutaka matokeo. Kwa hiyo naamini mwalimu pia focus yake kubwa tupate point 3. Hatujapata point 3, tupata moja. Yote ni mpango wa Mungu, ni football, hatujapoteza, tunasonga mbele. Nani alikuwa mwiba haswa kwenye kukukaba kwenye mikimbio sahihi hii leo kwa upande wa defensive ya upande wa Young Africans? Mimi naweza kusema kulikuwa kuna mwiba, labda kusema labda mtu ni katika football tumeshimbana. Wao wamefanya kazi yao linzi na mimi tumefanya kazi yetu ya attack. Kwa hiyo naamini kwamba ni football, hawajaruhusu goal na sasa tujapata goal. Kwa hiyo yote ni tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ndio football. Kwa upande sasa ambavyo ulivyowatazama Young Africans, ni timu ya namna gani haswa pindi inapokuwa uwanjani inapocheza? Ukisema ni katika masuala kwa watazama Young Africans, binafsi ni mchezaji. Kwa masuala kuichambua Young Africans na wacha wachambuzi. Kwa mimi focus yangu ni uwanjani na nacheza katika kwa namna ambavyo unaona wachezaji wake jinsi ambavyo wanacheza mpira. That is my question. Ni timu kubwa, ukiangalia timu kubwa hajapoteza mechi kama sisi. Kwa hiyo tuna appreciate kwa hicho ambacho wanakifanya, na sisi pia hatujapoteza. Kwa hiyo ni timu kubwa, kila mtu anajua Young African timu kubwa. Kwa hiyo na sisi ni timu kubwa. Kikubwa ni ndo mpira. Malengo yenu ni yapi haswa tangu ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League inaanza? Nini ambacho kocha Florai Benge huwa anawaambia kwenye viunga vya mazoezi na mnakwenda kuvipractice uwanjani ili muweze kufikia ile target na point ambayo mmejiwekea kwa msimu huu? Mwalimu anasisitiza kuingia uwanjani kwa ajili ya kushinda, na siku zote anatusisitiza sana mechi ni kwa ajili ya kuwin. Kwa hiyo naamini kwamba hatupo kwa ajili ya kwenda kucheza mechi kwa ajili ya draw. Hapana, sisi tunaenda kucheza mechi kwa ajili ya kushinda. Na mwalimu amekuwa mstari wa mbele sana kusisitiza sana swala la kushinda mechi. Tuzungumzie moment ambayo uliitazama vizuri kwa upande wako, ambavyo Faisal alivyokuwa akipiga high balls ile kuelekea golini. Kuna namna ulishika kichwa hivi? Of course, ni mtu ambaye ana maono na jicho. Binafsi alichukua mpira kama kale Diara iko wapi, alishatoka. Kwa hiyo binafsi alifanya tukio ambalo ni kubwa sana, lingeweza kutupa alama 3 kwa mechi ya leo. Kwa hiyo haja bahati ikamepaa kidogo juu ya lango, lakini ndo mpira. Shukrani sana. Asante sana.